Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo sura ya 18. Tutaanza na siri ya kwanza, Paulo akiwa katika Korinto. Baada ya mambo hayo, Paulo akatoka Athene akafika Korinto. Akamwona Myahudi mmoja jina lake Akila, mzaliwa wa Ponto, naye amekuja kutoka nchi ya Italia siku za karibu, pamoja na Priscilla mkewe, kwa sababu Klaudio amewaamuru Wayahudi wote watoke Rumi, naye akafikiria kwao. Na kwa kuwa kazi yao ya ufundi ilikuwa moja, akakaa kwao, wakafanya kazi pamoja, kwa maana walikuwa mafundi wa kushona hema. Akatoa hoja zake katika sinagogi kila Sabato, akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Hata Sila na Timotheo walipotelemka kutoka Makedonia, Paulo akasongwa sana na lile neno, akiwashuhudia Wayahudi ya kwamba Yesu ni Kristo. Walipopingana naye na kumtukana Mungu, akakung'uta mavazi yake, akawaambia, damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu. Mimi ni safi. Tangu sasa nitakwenda kwa watu wa mataifa. Akaondoka akaingia katika nyumba ya mtu mmoja jina lake Tito Yusto, mcha Mungu, ambaye nyumba yake ilikuwa mpaka mmoja na sinagogi. Na Krispo, mkuu wa sinagogi, akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorinto wengi waliposikia waliamini, wakabatizwa. Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena, wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Akakaa huko muda wa mwaka mmoja na miezi 6, akifundisha kati yao neno la Mungu. Hata Gailo alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi wakamwinukia Paulo kwa nia moja, wakamleta mbele ya kiti cha hukumu, wakisema, mtu huyu wavuta watu ili wamwabudu Mungu kinyume cha sheria. Na Paulo alipotaka kufunua kinywa chake, Gailo akawaambia Wayahudi, kama lingekuwa jambo la dhuluma au la hila mbaya, enyi Wayahudi, ingekuwa haki mimi kuchukuliana nanyi. Bali ikiwa ni hoja juu ya maneno na majina ya sheria yenu, liangalieni ninyi wenyewe, maana mimi sitaki kuwa muamuzi wa mambo hayo. Akawafukuza waondoke mbele ya kiti cha hukumu. Nao wote wakamshika Sosthenes, mkuu wa sinagogi, wakampiga mbele ya kiti cha hukumu. Wala Gailo hakuyaona mambo hayo kuwa ni kitu. Nini tunafundishwa hapa? Nini tunafundishwa hapa? Paulo tunavyomuona anazidi kuwaingiza watu kwenye ufalme wa Yesu. Kumbuka Paulo alikuwa Saulo, alikuwa ni mmoja wa kuwatoa watu katika ufalme wa Yesu. Aliwatoa wengi sana, lakini pia aliwaingiza watu wengi sana, mara 100 ya wale walioondoka. Maana yake ni nini? Upanga ule uliokata ndio unaokata kote kote na kuwaingiza watu kwa Bwana.
chombo hicho kilichoharibu, Mungu akiamua kukirudisha, anakitumia hicho ili kuwaleta watu kwa Bwana. Hapa anashuhudia matendo makuu na kuambia, jamani, Yesu ni Kristo. Mimi nilikuwa ni mmoja wao wa watu niliyepinga mahubiri haya, lakini sasa nimekili kwa sababu ya shuhuda zake nilizoziona. Maneno ya Paulo, maana yake ni nini? Mungu akikuita, anakuita peke yako, na akikuita anataka uwashuhudie watu. Lakini pia unaweza ukawa unanena maneno mpaka watu wanakushangaa. Hata mimi wananishangaa, majirani zangu pengine wananishangaa, na wengine wengi wameniita kama kichaa, lakini kwa sababu nguvu za Yesu Kristo nimeshazishuhudia kwa matendo yangu na macho yangu na roho yangu ikinishuhudia, ndiyo maana nakaza mwendo. Hakuna mtu wa kunizuia, bali ni Mungu mwenyewe atakayenizuia kwa kinywa chake na mauti. Ndiyo maana nakaza mwendo kuhubiri Injili, kuhubiri toba, kuhubiri Injili, kuhubiri kitabu hiki ambacho mara nyingi sana kimepotoshwa na watu wa giza. Wengi wanahubiri sadaka, wengi wanahubiri matoleo, wamesahau kuihubiri Injili ya kweli, ili Yesu Kristo atukuzwe. Kumbuka jambo moja, Yesu Kristo hawezi kutukuzwa kupitia sadaka, kupitia mia, kupitia matoleo, maana Yesu Kristo anataka rehema kuliko sadaka. Kwa hiyo Paulo yuko hai mpaka sasa. Alikufa mwili, lakini neno lake li hai na roho yake hai. Anatuambia tutubu, tuingie kwenye ufalme wa Yesu. Yeye ni shuhuda namba 1 aliyeshuhudia matendo makuu. Hata sasa anatushuhudia tumwamini Yesu Kristo ili tupate kuokoka. Siri ya pili, Paulo arudi Antiokia. Baada ya hayo Paulo akazidi kukaa huko siku nyingi, kisha akaagana na ndugu, akaabili kwenda Shamu, na Priscilla na Akila wakaenda pamoja naye. Alipokwisha kunyoa kichwa chake huko Kenkrea, maana alikuwa na nadhiri, wakafika Efeso. Akawaacha huko yeye mwenyewe, akaingia katika sinagogi, akahojiana na Wayahudi. Walipomtaka akae wakati mwingi zaidi, hakukubali, bali aliagana nao akisema, nitarejea kwenu tena, Mungu akinijalia. Akatoka Efeso. Na alipokwisha kushuka Kaisaria, akapanda juu, akawasalimu kanisa, kisha akatelemkia Antiokia. Hata akiisha kukaa huko siku kadhaa wa kadhaa, akaondoka akapita kati ya nchi ya Galatia na Frigia, mji kwa mji, akiwadhibitishia wanafunzi. Nini tunajifunza hapa? Paulo alitumia nguvu nyingi. Paulo alitumia ujasiri mwingi. Paulo alitumia nguvu nyingi kumshuhudia Mungu, mimi nimekuelewa. Yesu, mimi nimekuelewa. Watu niliowapoteza ninawaingiza. Lakini mpaka sasa anatuingiza Paulo kupitia ushuhuda huu. Antiokia ilikuwa ni moja ya ngome za Ukristo ambazo zilijengwa na Paulo akishirikiana na mitume wengine wa Yesu. Nini tunafundishwa? Sisi wa Kristo tu wamoja. Sisi wa Kristo tu kitu kimoja. Hatupaswi kubomoa ngome ya Yesu kwa namna yoyote ile. Tunapaswa kumwelekeza mtu aliyepotoka, na pengine anaweza akawa haelewi mafunuo, lakini hata yule ambaye haelewi anatakiwa asikilize, kwa sababu Roho Mtakatifu anaingia kwa kila mmoja na kukaa kwa ujazo kadri wewe unavyolisoma neno kwa nguvu na kujifunza elimu. Ndivyo Roho Mtakatifu ukua kutoka uchanga na kuwa kitu kikubwa ndani ya moyo wako na kuwa na maono makubwa. Kwa hiyo tunashauriwa tujenge mwili wa Yesu Kristo kwa juhudi. Zaidi ya yote, Yesu Kristo aaminiwe na watu wote wapate kupona, maana siku zimeisha. Siri ya tatu, huduma ya Apolo. Basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzaliwa wa Iskanderia, mtu wa elimu, akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Mtu huyu alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu, naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Priscilla na Akila walipomsikia,
wakamchukua kwao, wakamweleza jinsi ya Bwana kwa usahihi zaidi. Alipotaka kuvuka bahari aende mpaka Akaya, ndugu wakamhimiza, wakawaandikia wale wanafunzi wamkaribishe. Naye alipofika akawasaidia sana wale waliokwisha kuamini kwa neema ya Mungu, kwa maana aliwashinda Wayahudi kabisa mbele ya watu wote, akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni Kristo. Nini kinachotuthibitisha kwa huyu Apolo? Apolo kwanza alikuwa hana ufahamu kuhusu kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Alikuwa anajua ubatizo wa aina moja tu, wa maji na toba, wa Yohana Mbatizaji. Akaitwa na watu ambao walikuwa wamebobea, wameiva chemba, wakaanza kumwelekeza, lakini kwa sababu walikuwa wanaujenga mwili ule ule, naye akubishana nao, akaenda akaelewa, akaendelea kwenda kuitangaza Injili pale sehemu alipotumwa na Roho Mtakatifu, na aliokoa watu wengi na akawashinda Wayahudi kwa maneno yao, maana alikuwa amejawa hekima kwa utukufu wa Mungu. Wanasema hivi, wewe mwanafunzi unayetaka kuelewa vizuri, unapaswa uwe msikivu, usikilize hoja mbalimbali, na Roho Mtakatifu atakushuhudia hili sio, hili ndio. Maana yake upate kuelewa na kupanda kiwango, ili upate kuelewa katiba ya ufalme ni ngumu sana. Kama katiba za dunia hii ni ngumu, lakini katiba ya Yesu Kristo ambaye ndio agano takatifu lenye vitabu 66 ni gumu pia, ni gumu. Pasipo Roho Mtakatifu kushuka mbinguni katika ulimwengu wa roho na kukufunulia, huwezi ukalifumbua katiba hii. Ni ngumu sana, na wengi wamepotosha, wengi wamepotoka. Hivyo tunakaza mwendo kujifunza neno la Mungu, lakini zaidi ya yote lazima msikilize Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huwa anashuhudia maandiko. Roho Mtakatifu huwa anashuhudia maandiko. Soma neno la Mungu kwa kina, soma andiko vizuri, lakini uwe tayari kushuhudiwa na Roho Mtakatifu. Usimpinge, maana yeye ni jibu la maswali yote yaliyomo kwenye Biblia. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.